Moja pia kati ya taarifa ambayo imeripotiwa muda mchache ambao umekwisha kupita ni kuhusu taarifa ambayo imeelezwa kuwa wanajeshi wa Ukraine walijaribu tena kufanya shambulizi jingine kutoka mkoani kwao, yani mkoani Sami kurudi mkoani Kursk huko nchini Urusi, ambako vikosi vya Urusi viliweza kupangua na kurudisha nyuma wanajeshi hao. Karibu sana katika undani wa ripoti hii, nitakufahamisha kiundani kabisa kuhusu pia kile ambacho kimeweza kuripotiwa kuhusu mashambulizi mapya ya Ukraine ya kuingia Kursk na ilikuwaje na imekuwaje. Basi na kusihi ya kwamba unaweza pia kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa basi pia uweze kunazipata kwa muda mwafaka kabisa. Na baada tu ya ripoti kutoka Kursk, nitakufahamisha pia taarifa ya mashambulizi ya Urusi huko nchini Ukraine, ambako raia wengi wameuawa na wengine kujeruhiwa. Nikianza na ripoti kutoka mkoani Kursk, imeripotiwa ya kwamba vikosi vya Urusi viliweza kuzuia shambulio jingine la Ukraine kwenye eneo la mpaka la Urusi la huko mkoani Kursk kwa kuwapiga adui, yani wanajeshi wa Ukraine kwa mizinga. Kiongozi wa Chechenia Ramzan Kadyrov aliweza kusema hivyo, huko pia kichapisha kipande cha video cha mgomo huo. Katika chapisho lake kwenye jukwaa la kijamii la Telegram siku ya Jumamosi kuamkia siku ya leo, Kadyrov alisema ya kwamba wanazi kutoka katika vikosi vya wanajeshi wa Ukraine waliweza kujaribu kupenya tena katika eneo la Urusi kutoka eneo jirani la Sami, yani mkoani Sami, lakini walizuiliwa na kikosi maalum cha Akamati kwa usaidizi wa vikundi vya mashambulizi kutoka kwa kikosi cha pili cha vikosi maalum na kikosi cha 15 cha mizinga. Wao, yani wanajeshi wa Ukraine, hawatatulia baada ya kufukuzwa kwao kwa aibu kutoka ardhi ya Urusi. Pia aliongeza akisema awakielezea mbinu zilizotumiwa kukomesha uvamizi huo kuwa rahisi sana. Waendeshaji wa ndege zisizo na rubani hugundua wanazi na ngome zao ardhini na kupeleka viwianishi kushambulia wanajeshi wapiganaji wa risasi, au kama ilivyo katika kesi hiyo ambako vikosi vya tanki, kisha msimamo yao kupunguzwa. Aliweza kuandika hivyo kiongozi huyo, ambako kwa mujibu wa clip au kipande cha dakika moja kilichoweza kurekodiwa kutoka kwa ndege isiyo na rubani kinaonesha kundi la wanajeshi wa Ukraine wakitembea katika eneo la msitu na kupigwa na mashambulizi kadhaa ya mizinga, ambapo video hiyo baadaye inaonesha wanajeshi kadhaa wa Ukraine wakiwa wamefariki dunia. Wiki iliyopita pia rais wa Urusi Vladimir Putin aliweza kutangaza ya kwamba vikosi vya Ukraine ambavyo viliweza kuanzisha uvamizi kamili wa eneo la Kursk huko nchini Urusi mnamo mwezi Agosti ya mwaka 2024 viliweza kurudishwa nyuma kabisa baada ya mapigano ya miezi kadhaa katika jimbo hilo, ambako kulingana mkuu wa wafanyakazi mkuu kutoka nchini Urusi anayefahamika kama Valery Gerasimov alisema ya kuwa hasara ya jumla ya Ukraine katika jimbo hilo ilifikia zaidi ya wafanyakazi wa kijeshi 76,000 waliouawa na kujeruhiwa, pamoja na mamia ya mizinga na magari ya kivita kutoka jimbo hilo. Kivu imekanusha taarifa ya kwamba vikosi vyake vilikuwa vimefurushwa na kufukuzwa kutoka mkoa wa Kursk, lakini ilikubali ya kwamba walijikuta katika hali tete kutoka eneo hilo. Wakati vikosi vya Ukraine hapo awali viliteka sehemu ya mkoa wa Kursk, Moscow pia iliweza kushutumu Kivu kwa kufanya ukatili mwingi dhidi ya raia wa Urusi na wafungwa wa vita katika eneo hilo. Licha ya ripoti kutoka huko mkoani Kursk huko nchini Urusi kuhusu kuzuiliwa kwa wanajeshi wa Ukraine katika mashambulizi yao katika eneo hilo, ripoti nyingine ambayo imeripotiwa ni kuhusu wimbi la milipuko mikubwa huko nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo Mei 4 mwaka 2025, ambako wimbi la milipuko liliweza kusikika huko mjini Kyiv usiku wa kuamkia leo Mei 4 wakati Urusi ilipofanya shambulio la ndege isiyo na rubani dhidi ya mji mkuu. Taarifa hii ni kulingana na mamlaka ya eneo hilo,
ambako takribani watu 11 waliweza kujeruhiwa katika shambulio hilo, wakiwemo watoto wawili wenye umri wa miaka 14 na 17. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv anafahamika kama Tymur Tkachenko alisema hivyo kupitia chaneli yake ya jukwaa la kijamii la Telegram. Uchafu kutoka kwa drones uliweza kuharibu nyumba na magari kadhaa katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo, ikiwa ni pamoja na huko wilayani Shevchenkovsky, Obolonsky na Sivantoshenski, ambapo katika wilaya ya Obolonsky duka la ununuzi la Dream Town liliweza kuharibiwa na takribani magari 7 na ghorofa ya juu ziliweza kushika moto. Wajibu wa kwanza waliweza kutumwa kwenye tovuti ya mashambulizi hayo ili pia kufanya uokozi zaidi kutoka eneo hilo. Urusi imeongeza mashambulizi yake dhidi ya raia wa Ukraine katika wiki zilizopita na kusababisha vifo vingi vilivyoripotiwa huko Kryvyi, mkoani Sami, Odessa, Kharkiv na huko Kiev, ambako pia mashambulizi ya Urusi katika siku iliyokwisha kupita, yani Mei 3 ya mwaka 2025 yamesababisha watu takribani 4 kuuawa na kuwaacha wengine 30 wakiwa wamejeruhiwa katika mashambulizi yake kote Ukraine katika siku iliyokwisha kupita, ambako Urusi iliweza kurusha ndege nyingi zisizo na rubani takribani 165 usiku mmoja, zikiwemo ndege zisizo na rubani zilizobuniwa na Irani aina ya Shahedi, kulingana na jeshi la anga la Ukraine. Vikosi vya ulinzi vya anga viliweza kudungua ndege zisizo na rubani 69 huku 80 zikitoweka kwenye rada, ambayo huenda zikatumika kama griba kuzima ulinzi wa Ukraine, ambako pia shambulizi hilo lilikabiliwa na vitengo vya vita vya kisasa, yani elektroniki anga, mifumo ya makombora ya kuzuia ndege na vikundi vya zimamoto. Huko jiji la Kyiv watu 11 wakiwemo watoto wawili pia walijeruhiwa, kama namna ambavyo pia niliweza kufahamisha hapo awali kuhusu mashambulizi ya Urusi huko jiji la Kyiv nchini Ukraine. Na huko mkoani Donetsk vikosi vya Urusi viliwaua wakazi wawili huko Komal na mmoja huko Mainohrad. Gavana Vadim Flashkin alisema hivyo na kuongeza kuwa wengine wawili wamejeruhiwa katika eneo hilo. Mwanamume mmoja aliuawa pia na wanawake 4 kujeruhiwa huko Kupiansk mkoani Kharkiv. Olesnobovi kama gavana alieleza hivyo, akieleza kuwa pia maeneo 4 katika eneo hilo yalishambuliwa. Watu 9 walipata majeruhi katika jimbo la Kherson baada ya wanajeshi wa Urusi kushambulia maeneo ya makazi na miundombinu muhimu. Gavana Oleksandr Prokden alisema na kuongeza kuwa majengo 2 ya ghorofa, nyumba 9 na miundombinu mingine iliweza kuharibiwa kutokana na mashambulizi hayo. Maafisa 2 wa polisi walijeruhiwa katika jimbo la Dnipropetrovsk wakati wa shambulio la ndege zisizo na rubani za Urusi. Gavana Sehil Yasaki alisema na kuongeza kuwa biashara 3, majengo 2 ya ghorofa na nyumba kadhaa ziliharibiwa. Takribani watu 2 pia walijeruhiwa katika jimbo la Zaporizhia. Gavana Ivan Fedorov alisema hivyo. Mashambulizi hayo yanakuja huku Moscow ikiendelea kukataa makubaliano kamili ya kusitisha mapigano na kufuatia kuongezeka kwa migomo inayolenga maeneo ya raia kote nchini Ukraine. Na hii ndio ripoti ya muda huu. Pia ripoti zingine zinafuatia hapo baadaye. Endelea kunitembelea kila siku na kila wakati kufahamu mengi zaidi kutoka Urusi na Ukraine, lakini pia kimataifa zaidi.